Joji, Vipi, umeshamaliza kuosha gari la bosi? hebu subiri kwanza. Kuna picha nimekutumia hapo kwenye simu yako. Vipi, umeshaiangalia? Hapana, sijaangalia. Hebu toa simu yako uiangalie, maana kuna mtu nimekutumia picha yake, yaani umefanana naye sana. Nafikiri ni kufanana tu kwa kawaida. Unajua tena duniani wawili. Hapana, mimi sidhani kama ni kufanana kwa kawaida. Na ili kuonyesha kuwa nina uhakika na hilo, ninaweza nikaweka maisha yangu rehani kuwa wewe na huyo mtu ni ndugu wa damu. Hebu mtizame vizuri. Nafikiri hujui unachokisema cha usiku. Maana huyo mtu anaonekana anaongea na watu fulani kwenye kampuni. Sasa mtu wa hadhi kama yake anawezaje kuwa ndugu yangu? Ndiyo, najua kuwa hadhi yake na hadhi yako ni tofauti, lakini usijidharau kiasi hiko. Hapana cha usiku. Vijana maskini kama sisi hatuwezi kuwa na ndugu na watu wa aina hiyo. Joji, usiwe mbishi. Mimi na uhakika na wewe na huyo jamani ndugu. Hivyo naomba tuende tukamtafute. Una utani sana cha usiku. Mimi sitanii Joji, niko serious. Sawa basi, niambie tutaanzia wapi kumtafuta? Kwa sasa tayari tushajua pa kumpata kwa sababu hii picha imepostiwa na kampuni ya Swahili Technology. Ni kweli tukienda kwenye hiyo kampuni itakuwa rahisi sana kumpata. Na ukishampata utajua ukweli wote kama ninyi ni ndugu au la. Hakuna shida cha usiku, nitafanya hivyo. Ila kwa sasa naomba uondoke ili na mimi nimalize kazi yangu. Sawa, lakini samahani kwa kukusumbua. Usijali cha usiku. Hivi inawezekanaje huyu mtu afanane na mimi kiasi hicho? Au ile kampuni imeedit picha yangu na kuituma kwenye tangazo la kampuni yao? Wacha niende kesho ili nijue ukweli. Ingia. Hii inawezekanaje? Wewe ni nani? Mungu wangu, umefikaje hapa? Baba, huyu ni nani? Tafadhali hebu niambie, ni nani alikuleta hapa? Nimekuja peke yangu. Baba, tafadhali, unaweza kunielezea kinachoendelea hapa? Ninyi wawili wote ni wanangu na mlizaliwa mkiwa mapacha. Marehemu mke wangu ambaye ni mama yenu alipowazaa ninyi kama mapacha, nilikuwa na hofu sana. Sikujua nifanye nini, na kama haitoshi, alifariki muda mfupi baada ya hapo. Kwa kweli sikuwa na namna, maana nilikuwa nina maisha magumu sana kipindi hicho. Hivyo nilimtoa mtoto mmoja nikampeleka kwenye kituo cha watoto yatima na nikajitahidi sana kumlea mtoto wa pili. Sam, wewe ndiye niliyekulea. Na Joji, wewe ndiye nilikupeleka kwenye kituo cha watoto yatima. Na mnisamehe sana wanangu. Sikuwahi kufikiria kwamba kuna siku tungekutana tena. Mara nilipopata unafuu wa maisha, nirudi pale kituoni kuchukua, lakini nikaambiwa kuna watu walikuchukua kwa ajili ya kukulea. Lakini namba walizoacha pale kituoni zilikuwa hazipatikani na sikujua wapi pa kukupata. Naombeni mnisamehe sana wanangu. Usijali baba, maana siwezi kukulaumu kwa uamuzi uliochukua. Asante sana mwanangu kwa kunielewa. Habari za asubuhi kaka. Sam, njoo uungane nasi. Namwonyesha kakako hapa mambo fulani kuhusu kampuni. Yaani huwezi amini, ana akili sana. Usijali baba, mimi nashauri muendelee tu, maana sitaki kuwasumbua. Hapana, wala hautatusumbua. Wewe pia unaweza kujifunza baadhi ya vitu. Njoo uungane na sisi. Kaka, njoo ukae na sisi, maana natamani sana kujifunza kutoka kwako pia. Baba, wacha niende chumbani kwangu nikapumzike. Basi sawa. Baba, nilikuwa nafikiria kwamba badala ya kutumia hii mbinu, tungetumia hii nyingine. Kwa hiyo una pacha wako? Ndiyo. Na si hivyo tu, pia unamuona kama kikwazo cha wewe kuwa CEO wa kampuni? Ndiyo. Lakini nilidhani hilo swala la wewe kuwa CEO, baba yako alikuwa ameshalifanyia maamuzi. Hapana, mambo yamebadilika. Maana tangu yule mjinga haja pale nyumbani, kila siku baba anamsifia kuwa ana akili sana. Kumbe hali ni mbaya kiasi hicho. Na si hivyo tu, baba ananiambia anataka kumpa nafasi kubwa kwenye kampuni.
siku ile ambayo ilikuwa imepangwa mimi kuteuliwa kuwa CEO wa kampuni. Sasa unafikiri nafasi gani nyingine kubwa kwenye kampuni kama sio nafasi ya CEO ambayo ilipaswa kuwa yangu? Kwa kweli hizi habari sio nzuri Sam. Ndio maana nimekuita hapa ili tuweze kuchukua hatua haraka. Sasa unashauri tufanye nini? Nataka tumuue kabisa. Hapana Sam. Sidhani kama hilo ni wazo zuri. Basi kama hilo haliwezekani, tunatakiwa tumpoteze hadi pale nitakapokabidhiwa cheo cha kuwa CEO wa kampuni ndio tumuachie. Sawa kaka, nitalifanyia kazi hilo swala. Lazima ufanye hivyo. George! We George! Sam! Ingia baba. Sam, umemwona George? Hapana, sijamuona. Umeangalia chumbani kwake? Ndiyo, nimetoka kuangalia huko sasa hivi, lakini hayupo. Vipi, umejaribu kumpigia simu? Nimejaribu lakini simu yake haipatikani. Basi nafikiri atakuwa ametoka kidogo, hivyo usiwe na wasiwasi, atarudi muda si mrefu. Sawa. Ngoja mimi nijiandae kwa ajili ya... Ndiyo, najua, nitakuwa nakusubiri sebuleni. Hakuna shida baba. Baba, mimi niko tayari. Lakini Sam, bado sijafanikiwa kumpata George. Usiwe na wasiwasi baba, labda atakuwa ametoka kidogo. Anawezaje kutoka muda mrefu kiasi hichi, wakati anajua kabisa kuwa siku ya leo ni siku ya muhimu sana kwake? Najua baba, kuwa siku ya leo ni muhimu sana kwake, lakini hatuwezi kumsubiri. Mimi naomba twende, atatukuta huko huko. Nina wasiwasi sana, huenda kuna jambo baya limemtokea, maana mlinzi aliniambia kurudi nyumbani jana usiku. Inawezekana jana alienda klabu akalewa sana, ndio maana akashindwa kurudi nyumbani. Alienda klabu? Lakini si unajua kabisa kuwa George hapatani na mambo ya klabu. Ni kweli baba, lakini unajua nini baba? Ndiyo, nakusikiliza. Mimi naomba tuondoke, ila nitazungumza na msaidizi wangu na nitahakikisha nawasiliana naye na kumwambia jinsi hili jambo lilivyo la muhimu ili aje ofisini haraka iwezekanavyo. Una uhakika utafanya hivyo? Ndiyo baba, lakini kwa sasa tunahitaji kuondoka. Sawa. Nimefurahi sana baba, maana hili jambo ni muhimu sana na tupaswi kuchelewa. Jamani, naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru nyote kwa kuja kwenye sherehe hii. Na pia nawashukuru nyote kwa kunisaidia kufikia mafanikio haya. Na hakikishia nyote kuwa mimi kama CEO mpya nitaipeleka kampuni katika viwango vya juu sana. Oh, baba yangu amefika. Asanteni sana. Niruhusu nianze kwa kuwashukuru nyote kwa kuja kwenye hafla hii. Maana leo tumeanza safari mpya katika maisha ya kampuni yetu. Ni kweli baba. Pia naomba nitumie nafasi hii kumpongeza mkurugenzi mtendaji na CEO mpya. Tuna matumaini makubwa kwamba watatupeleka katika viwango vipya. Pia naomba radhi kidogo kwa kuchelewa kwa chakula na vinywaji. Nimeambiwa mpishi atawasili muda wote kuanzia sasa. Ingawa George hajafika, ila Sam ambaye ni kaka yake atazungumza kwa niaba ya kaka yake. Sam, karibu. Asante sana baba. Nawashukuru nyote na pia namshukuru sana baba yangu hapa kwa kuniamini na kunipa hii nafasi. Najua tayari nishatoa hotuba yangu wakati wa makabidhiano ya ofisi. Hivyo ninawaahidi nitafanya kila niwezalo kuipeleka kampuni yetu katika hatua inayofuata. Mungu wangu. George, ulikuwa wapi? Baba, huwezi kuamini kilichotokea. Nilitekwa nyara. Nini? Ni nani aliyefanya hivyo? Ni mwanao Sam. Sam, hayo maneno yanayosema George ni ya kweli? Haya maneno ninayosema hapa ni ya kweli kabisa baba. Maana hata baada ya polisi kuniokoa, mshirika wake alituambia kila kitu kuhusu jinsi Sam alivyotaka nife. Nini? Ni kweli mimi ndiye niliyemteka, lakini sikuwa na lengo la kumuua. Lengo langu lilikuwa ni kumshikilia hadi nitakapotawazwa kuwa CEO wa kampuni yetu. Kwa kweli Sam, umenivunja sana moyo. Unawezaje kuhatarisha maisha ya kaka yako kisa cheo? Nisamehe baba. Hapana, siwezi kukusamehe kwa hiki kitendo ulichokifanya.
na kuanzia sasa wewe sio CEO wa kampuni yetu tena. Askari, mkamateni huyu mhalifu.